Hakika hii ni taarifa yenye majonzi, simanzi, huzuni, lakini pia iliyoacha maumivu, vilio kwa watu wengi. Hii ni baada ya mwanamke mmoja mkazi wa Mpanda kufariki dunia baada tu ya kung'atwa na mbwa wa ajabu. Hakika hili linaumiza sana. Hii unayoitazama na kuisikiliza ni Mseto Media, sehemu pekee yenye kazi moja ya kukuletea wewe kwa ukaribu zaidi habari, taarifa na stori zote kuhusu siasa, jamii, elimu, michezo na burudani pale tu zinapotokea. Sasa ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu, hakikisha unabonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele. Mleta taarifa wako wa leo naitwa Teresia Alfred. Taarifa kubwa na yenye majonzi mezani mwetu leo hii ni ya kumhusu mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Salome John mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mtaa wa Kilimahewa wilayani Mpanda, aliyefariki dunia baada ya kudaiwa kung'atwa na mbwa wa ajabu. Inadaiwa Salome John alikuwa akipita kwa miguu mtaani akiwa na mtoto mgongoni, eneo ambalo wakazi wa hapo walikuwa wakidai kuonekana kwa mbwa wa ajabu asiyemjua na asiyeeleweka aliyekuwa akikimbia huku na kule bila mwelekeo katika maeneo hayo, ambapo baadaye alikuja kusadikika kuwa alikuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Inadaiwa Salome alikutana na mbwa huyo na bila bahati mbwa alitaka kumng'ata mtoto aliyekuwa mgongoni, kitendo ambacho Salome alijaribu kuzuia na ikaishia mbwa huyo kumng'ata Salome na kisha kuondoka zake, swala ambalo liliibua tatizo na kusababisha kifo cha Salome baadaye. Wengi wanadai hawajui hatua kamili Salome alizochukua baada ya kung'atwa, bali wanaamini alikwenda kujisafisha na kuendelea na maisha akiamini atapona kidonda, lakini pia tukitizama matibabu ya sindano ya mbwa yana gharama kiasi fulani. Inadaiwa siku zilizozidi kwenda, afya na hali ya Salome ilizidi kuzorota kabla ya kufikia kuwa mbaya zaidi mpaka kupelekea kifo cha Salome. Wananchi wa eneo hilo wameeleza kusikitishwa kwa kifo hicho, huku wakitoa wito kwa jamii kuchukua tahadhari pindi mtu anapong'atwa na mbwa au mnyama mwingine anayehisiwa kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa ili kupata matibabu mapema. Huyo mbwa alivyokutana naye alitaka kumng'ata mtoto mgongoni. Alivyotaka kumng'ata mtoto mgongoni, basi akampushi kwa mkono. Alivyompushi kwa mkono, alimng'ata mbwa. Wananchi hawajui, walio wengi wanapokuwa wamekutwa na changamoto kama hii, labda ameng'atwa na mbwa, kwamba anatakiwa afanye nini na kwa wakati gani. Kimsingi hii sio mara ya kwanza, iliwahi kujitokeza tena, lakini tunashukuru Mungu tulijaribu kuwahi. Kifo hichi cha Salome kimewagusa wengi, na sisi Mseto Media tumeonelea sio vibaya tukaongelea hapa mwisho kidogo kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa ili kuwapa uelewa na wanafamilia wetu na watazamaji wetu elimu, tahadhari na jinsi ya kujikinga na kichaa cha mbwa. Kitu cha kwanza ni lazima ujue kuwa kichaa cha mbwa ni ugonjwa hatari sana. Hauna dawa maalum moja kwa moja kama utauacha ugonjwa mpaka ukusambae mwilini, lakini una chanjo na sindano ambayo unatakiwa kuwahi kuchoma pale tu unapong'atwa. Ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa kwa Kiingereza unaitwa rabies. Ni ugonjwa hatari sana unaosababishwa na virusi vinavyoathiri ubongo na mfumo wa fahamu. Mara nyingi huenezwa kwa kuumwa na mnyama aliyeambukizwa, hasa mbwa, lakini pia ugonjwa huu unaweza kaa kwa paka, mbweha, popo na wanyama wengine wanaonyonya, ikiwa pia binadamu. Dalili za mbwa mwenye kichaa cha mbwa: kubadilika ghafla tabia, kuwa mkali sana au kuwa mpole kupita kawaida, kung'ata watu, wanyama au vitu bila sababu, kutokwa na mate mengi mdomoni, kushindwa kumeza vizuri, kubweka kwa sauti isiyo ya kawaida, kung'atang'ata ovyo vitu bila mwelekeo, kupooza miguu au mwili, na hatimaye kufa ndani ya siku chache baada ya dalili kuanza. Kichaa cha mbwa kwa binadamu: baada ya mtu kuumwa, virusi huingia mwilini na kusafiri kuelekea kwenye ubongo. Dalili zinaweza kuanza baada ya siku chache, wiki hadi mwezi. Dalili za awali kwa binadamu ni homa, maumivu ya kichwa, uchovu sana, kuwashwa au kuumwa sehemu iliyong'atwa. Dalili za baadaye ni pamoja na wasiwasi wa kuchanganyikiwa, hofu kali, kukakamaa kwa misuli, degedege, kupooza, kupoteza fahamu na kifo. Madhara yake: kichaa cha mbwa ni miongoni mwa magonjwa yenye kiwango kikubwa zaidi cha vifo kama hutopata tiba
ama kinga mapema. Kwa binadamu akiacha mpaka dalili zikionekana, karibu wagonjwa wote hufariki. Ndio maana matibabu ya haraka baada ya kuumwa ni muhimu sana. Nini cha kufanya ukiumwa na mbwa? Osha jeraha mara moja kwa sabuni na maji mengi kwa dakika 15 au zaidi. Tumie dawa ya kuua vijidudu kama ipo. Nenda hospitali haraka hata kama jeraha ni dogo. Usisubiri kuona kama mbwa ataonyesha dalili, kwa sababu wapo wanaochelewa. Kuhusu matibabu ni kwamba hakuna tiba ya kuponya rabies moja kwa moja baada ya dalili za kwanza. Kinachofanyika ni kinga baada ya kuumwa, yaani post exposure prophylaxis, yaani PEP. Kwa upande wa wanyama, wanapaswa kupewa chanjo za kichaa cha mbwa kwa siku maalum zilizopangwa na daktari. Kwa majeraha makubwa, mgonjwa anaweza kupewa pia dawa maalum za kinga, yaani rabies immunoglobulin. Matibabu haya yakianza mapema baada ya kuumwa yana uwezo mkubwa sana wa kuzuia ugonjwa usitokee. Jinsi ya kujikinga: chanja mbwa na paka wako mara kwa mara. Epuka kugusa mbwa au wanyama wasiojulikana. Wafundishe watoto kutocheza na wanyama mitaani. Unapomwona mbwa au paka asieleweka au asina tabia za kawaida, labda hana hofu au mwenye hofu sana na asiye na mwelekeo, kimbia mbali. Ripoti wanyama wenye tabia za ajabu kwa mamlaka husika na wanatoa udenda au kung'atang'ata vitu. Hakikisha mnyama au wanyama wako wanakuwa katika eneo maalum la kufugiwa, hasa mida watu wako kwenye shughuli zao. Sisi kama Mseto Media tunatoa pole kwa familia ya Salome na tunamwombea pumziko jema. Je, wewe mtazamaji wetu umejifunza nini kufuatia hili? Tuachie maoni yako hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media na mimi ni Teresia Alfred. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com. Tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.